Kabla ya simu za kisasa, mtandao wa kijamii na huduma za kutuma pesa kwa simu, mawasiliano ilikuwa changamoto kwa watu wengi. Lakini katikati mwa Kibra, kuna mtu aliyebadili historia kwa kuwa mtu wa kwanza kumiliki simu katika eneo hilo. Kifaa chake kiligeuka kuwa ishara ya maendeleo na mwanzo wa enzi mpya ya mawasiliano. Leo tunakuletea simulizi ya Ismail Hassan, aliyefungua kurasa mpya ya mawasiliano katika mtaa wa Kibra. Alikuwa ni sahibi Bering wakati anakuja kuweka bendera ya shule, yeye ndio anatoaga vizuri, anasema kwaheri nini ndugu zangu, kesho ya yoyoma. Kwaheri nini ndugu zangu, kesho ya yoyoma. Kingi George nenda salama, Kingi George nenda salama, Kingi George nenda salama. Kea ure 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 uye. Kwa sababu sisi yote hapa alikuwa ni jeshi, anakuja kutoaga na ile majeshi waliwacha hapa kina Minala. Hii ndio chief ya kwanza Kibira, Ismail Hassan Meri au Beki, iko jina ya babu sio, na iko jina ya mjomba iko ndani. Sasa naitwa Ismail Hassan Meri. Zamani wakani bado kidogo alikuwa napenda chapati sana, alafu watoto nasema baishondo, baishondo piga chapati kutu. Manene hawa najua mambo ya kitoto ya zamani. Tena alikuwa ni mtu mweupe, si mtu kama hii sasa. Alikuwa rangi yangu ni mtu mweupe, nakuja chubuka kwa chakula ya Afrika, damu ikabadilika na kuwa nyeusi. Ismail anatufahamisha kuhusu historia yake na jinsi aliweza kumiliki simu katika enzi hizo. Simu nimeapply mwaka 52, 53 application yangu inakuja, gari ya stima inakuja ya posta, wanaweka kigingi, wanavuta kamba, wanaweka ndani ya nyumba, na namba ya simu alikuwa 6722. Sasa nione wakati nimepata hiyo simu, nianza kujulisha watu yangu Uganda, ikiwa kama ina shida, namba ya simu ni hii, mnaweza kunipigania. Pali yeyote iko Wanubi, nimetuma hiyo barua. Kutoka huko Jinja, nimetuma Jinja, nimetuma nchi Kisii, kueleza na hiyo peni 3 dakika peni 3, dakika 2 peni 6. Nela ndio hivyo, kutoka 53 mpaka 63. Yuko kijana mmoja anaitwa Gordon, alikuwa anaoa mtoto ya Ali Mabruk Lindi, sijui nyinyi hamwezi kujua, anaitwa Gordon, mrefu kabisa, sijui Acholi sijui Lango. Yeye ndio alikuwa anakuja hapa anapiga trankol kutoka Amerika, anaongea huko na mabalozi sijui ni nini. Siku kidogo anashikwa, simuoni iko wapi mpaka leo. Naona hii ndio chance yangu ya kwanza. Hiyo simu alikuwa nimeweka ya kusaidia watu yote, si mimi peke yangu. Mtu iko mgonjwa hospitali, anakuja hapa, napiga simu, gari ambulance nakuja. Mtu iko hatari, polisi nakuja. Mtu iko hatari, dio nakuja. Mtu iko kilele, chief anakuja. Namna hii.
Katika maisha yake aliweza kujihusisha na biashara mbalimbali. Kongo alikuwa anauza mtumba, ile manguo ya majeshi ya zamani, nikinunua na kwenda kuuza manguo mtumba ya majeshi ile ya zamani ya kutoka 53 mpaka 63, ndio alikuwa anauza hii mtumba. Kutoka huko nimeingia kazi ya miraa niuza hapa Naguru, hapa Kisenyi. Naona hapa ndio alikuwa pahali yangu ya kuuza miraa. Kisenyi, Naguru alikuwa hapa ni pahali yangu ya kuuza miraa, na hapa kwa Waarabu hapa Kisenyi. Mzee huyu anatuguzia historia kidogo ya waliokuwa viongozi wa Kibra zama zile. Watu Kibira alikuwa ni wengi maskini, alafu alikuwa tuna alikuwa tuna Kitching, Major Small, Major Harrison. Small alikwenda, Kitching alikwenda, ikawa Harrison. Harrison wakati anakuja tunaita Sheikh Yahya Hussein na Sheikh Ali Gunda, anakuja ku advise sisi Kiarabu na English. Wazee alikuwa hajui kusoma Qur'an, hajui tafsiri, wanasoma Qur'an lakini tafsiri hawajui. Sasa inaleta Sheikh Yahya Hussein na Sheikh Ali Gunda, alafu tunaita Harrison alikuwa ni Yahudi. Harrison alikuwa ni Mayahudi. Yeye ndio anakuja kutuambia habari ya Kibira, vile itakuwa Kibira, itakuwa hivi, Kibira itakuwa ni yenu, Kibira mtakuwa hivi, Kibira itakuwa yenu. Mpaka wakawacha kazi, walienda bila kutujulisha vizuri. Aliwacha hawa, serikali yetu ndio inaingia na kuvurugu, kujenga, tukose nafasi ya kuishi, watu wanahamishwa, watu wanapelekwa mbalimbali. Sasa hatujui ni nani atasimamia sisi. Uzee huja na changamoto mbalimbali yakiwemo kupunguka kwa mali na magonjwa. Wengi nafikiria mimi si kwa kweli, kwa sababu hiyo mguu tangu ilikatwa basi sionekani nje. Mimi alikuwa napenda kukaa huko, kulala huko. Hata wakati unakuja hapa alikuwa nalala pande ile. Nimehama huko kwa sababu naona mambo ya huko inakuwa tofauti, ndio nikahama hapa. Katika dunia ya sasa, teknolojia imeweza kubadilika kwa kasi na usipoikumbatia itakuacha nyuma. Nikiripotia runinga ya Resurgence, jina langu ni Khadija Mohamed Hussein.